Wapendwa, naomba tukumbushane issue moja ambayo ni serious kidogo, na kama tusipokuwa makini basi tunaweza kujikuta tunaangukia pua mara nyingine tena kwenye ajira za jeshi la polisi. Ninaomba unisikilize kwa makini. Cha kwanza, kwenye swala la mfumo. Nikisema kwenye swala la mfumo namaanisha nini? Tunafahamu ya kwamba jeshi la polisi sasa hivi linatumia mfumo. Hivyo utatuma maombi kwenye mfumo wao, kwa hiyo ni mtandaoni, yani online. Sasa kwenye huo mfumo, cha kwanza lazima uwe makini sana kwenye kujaza taarifa zako. Usije ukakosea kujaza taarifa zako. Namba 2, hakikisha haufanyi application mara mbili. Kiaje? Yaani wewe unatumia cheti cha form 4 alafu pia unatumia elimu ya form 6 kuombea ajira za polisi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu details zako zitakuwa tayari zipo, hivyo utakataliwa kwenye baadhi ya nafasi. Either form 6 watakukataa, either application yako ya form 4 inaweza kukataliwa. Sasa kuepuka hayo au kuchanganya mfumo au mtandao wao, basi hakikisha una apply mara moja kwa elimu yako ya form 4 au form 6 au chuo kikuu. Kuna siku moja niliongelea issue fulani nikasema mimi au kuna jamaa yangu mmoja tofauti na mimi, tulifanya wote application, tulibeti. Lakini wakati huo jeshi la polisi lilikuwa halitumii mfumo, umenielewa? Lilikuwa linatumia barua kama vile tunavyofanya JW wanavyotuma barua. Kwa hiyo nilikuwa na jamaa yangu tukabeti. Tukatuma barua kwa njia kwa kutumia elimu ya form 4 alafu ya form 6 alafu tukatuma barua kwa kutumia elimu ya form 4. Wote tulifanya hivyo nikiwa mimi na jamaa yangu. Sasa barua ikaja ikakataliwa kwenye elimu ya form 6 alafu form 4 jamaa akapata chance, mimi sikupata. Umenielewa? Kwa maana hiyo mimi sikubahatika kuchaguliwa kuingia katika kufanya usaili wa jeshi la polisi, ila mwanangu alifanikiwa kuitwa kwa kupitia elimu ya form 4. Maana hiyo pale ilikuwa inawezekana kubeti mara mbili. Lakini kwa sasa hivi kwa vile ni mifumo afu na unaingiza taarifa zako, lazima ukishaingiza mara moja ukija ukarudia tena mfumo utakukataa. Umenielewa? Na kuepusha mambo mengi ili usije ukauchanganya mfumo, hakikisha usijaribu hicho kitu. Hakikisha wewe kama unaamua bana mimi nakufa na form 4, unakufa na form 4. Bana mimi nataka nife na form 6, unatumia cha form 6 at your own risk. Maana kila kitu ni riski yako binafsi, lakini nikwambie tu kwamba kazi nyingi mara nyingi watu wenye elimu ya chini ndio wanawahi kupata. Kwa nini? Kwa sababu watu wenye elimu ya juu anahitaji mshahara mkubwa. Umenielewa? Sasa nakushauri pia pitia elimu ya chini ili upate kazi. Lakini ukifika baada ya muda fulani hata mwaka mmoja unawaambia mimi nina degree, mimi nimeshamaliza form 6, basi wakupandishe daraja. Iko hivyo. Kwa hiyo huo ni ushauri wa bure kutoka kwangu kwamba hakikisha mfumo wako wakati wa kuomba maombi utumie ipasavyo na kwa umakini wa hali ya juu. Maana watu wengi sana tunakwama kwenye kutumia mfumo. Nimeshaona kesi nyingi sana za ajira poto tofauti na mfumo wa polisi. Maana ajira poto nimecheza nayo sana, kwa hiyo nimeshaona kesi nyingi sana. Unakuta mtu anakuambia mimi sijawahi itwa interview. Bro, kama wewe una ajira poto na haujawahi itwa kwenye interview yoyote ambayo kazi umeomba, hebu jaribu kuchunguza ajira poto yako. Kuna kitu umefanya makosa. Either umeupload vyeti ambavyo havijaverifyiwa na mwanasheria
aidha kuna detail ambazo wewe haujajaza ipasavyo, kwa hiyo hivyo hawawezi wakakuchukua. Lakini remind me na nikwambie kitu kwamba kama una vigezo na una sifa, ukitumia mfumo lazima tu utaitwa kwenye interview. Yaani kama una vile vigezo vyote ambavyo wanavihitaji na ukawahi kutuma maombi, lazima uitwe kwenye interview no matter what. Yaani hata kama wakichukua watu 5,000 sijui wangapi, afu hata wanatakiwa 1,000, lazima uitwe kwenye interview kwa sababu una sifa. Umenielewa? Kwa hiyo huo ndo uzuri wa kutumia mfumo. Ukiwa na sifa lazima uitwe. Asante.